Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu anatutaka tuwe mashuhuda wake ulimwenguni kote, na hiyo ndiyo great mission, ndiyo utume, ndiyo amri aliyowapa kabla ya kupaa kwake: nendeni ulimwenguni mote wafanye wote kuwa wanafunzi. Na baadaye wakishaelewa, wabatizeni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bahati mbaya, mara chache tunakosa ujasiri wa kushuhudia imani yetu waziwazi, lakini Yesu anatuambia kama alivyosema kwa wafuasi wake wa kwanza: msiogope, do not be afraid. Tunaalikwa katika adhimisho hili takatifu tulete woga, kila mmoja na woga wake na hofu zake, tuzilete kwa Kristo, tuombe msaada wake kushinda hofu hizo na woga huo. Tunaamini Bwana mwenyewe anatupatia nguvu tunapokuwa dhaifu. Bwana anatuhurumia daima. Ni yeye Bwana anayetupatia ujasiri tunapokuwa na woga. Kristo anatuhurumia. Aidha, Bwana anatupatia moyo mpya tunaposhindwa. Bwana daima anatuhurumia. Wapendwa, tumesikia maandiko matakatifu Dominika hii ya 12 mwaka A, ambapo tunaalikwa sasa kuyatafakari maneno hayo tuliyosikia. Somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Yeremia sura ya 20 aya ya 10 hadi ya 13. Ni sehemu hii ya aya chache inatueleza kwamba pamoja na masumbuko yote aliyoyapata Yeremia, lakini aliipata elimu kubwa iliyomuongoza, na elimu hiyo ilikuwa ni kwamba pamoja na hayo yote Mungu yuko naye. Mungu alikuwa naye, akumpoteza Mungu. Imani hiyo, elimu hiyo ilimwezesha Yeremia kubaki imara katika jukumu lake gumu la kinabii. Katika somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 12 hadi aya ya 15, zenyewe ni aya 3 fupi kabisa, inatueleza kwamba Mtakatifu Paulo anatoa mlinganyo kati ya Kristo na Adamu, kwamba dhambi ilikuja ulimwenguni kwa njia ya mtu mmoja, naye ni Adamu. Neema nyingi na kubwa zilikuja kwa njia ya Yesu Kristo, naye alikuwa kumshuhudia. Somo la Injili kutoka mwinjili Mathayo, somo ambalo nimesoma mimi mwenyewe, sura ya 10 aya 26 hadi ya 33, linamuonesha Yesu akiwasihi wafuasi wajitoe bila woga kushuhudia Injili, akiwahakikishia
ulinzi maalum wa Mungu Mwenyezi katika majaribu yote yatakayowapata. Wapendwa, Yesu aliwatuma mitume waende duniani kote kutangaza mafundisho yake wazi wazi bila kigugumizi na kushuhudia uwepo wake ulimwenguni. Alijua wanawoga, alijua wanahofu. Walikuwa na sababu nzuri tu kuwa waoga, wakijua kwamba watakutana na magumu na mateso mengi, watakataliwa, watazomewa, watadhulumiwa. Kwa hiyo sio mara moja bali mara tatu Yesu alisema neno zito kwao: msiogope, don't be afraid. Hiyo ni psychology, mmesoma psychology. Naweza ukaiambia hata nafsi yangu, usiogope. Yaani hapo umemaliza kila kitu, usiogope. Wapendwa, ni kawaida, ni asili yetu binadamu kwamba wakati mwingine tunakosa ujasiri na tunatawaliwa na woga na hofu. Watu wote mashuhuri ambao wamefanikisha mambo makubwa, tunaposoma katika maandiko matakatifu na katika historia za ulimwengu huu, wakati fulani walikutana na woga na hofu. Mifano tunayo mingi, lakini sasa tukianza kutoa mifano yote ya kihistoria mnayajua, ukipata nafasi tutakesha. Natamani tutafakari jambo fupi, tukae nalo, tupate nguvu mpya. Na hivyo ninaomba tutafakari juu ya huyu tunayekutana naye leo katika somo la kwanza. Sio mwingine bali nabii Yeremia. Alishinda woga kwa kutambua kuwa Mungu alikuwa naye. Wapendwa, vitu vingi tunaweza vikapotea, sio? Vipotee katika maisha yako, lakini isitokee hata mara moja ukapoteza imani katika Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho, kwamba Mungu yupo, na haya yote naye yapata yote, magonjwa, tatizo ya familia, kukataliwa, abandonment, Mungu poteza vyote, uparalyze inavyowezekana, lakini usije ukaparalyze ukasema Mungu sasa yuko mbali na huyu. Anashinda kwa kutambua, kwa elimu, knowledge kubwa. Mungu alikuwa naye, Mungu yuko pamoja. Wapendwa, woga au hofu si lazima kuwa kitu kibaya. Woga sio lazima kila mara ni kitu kibaya. Wakati mwingine woga au hofu husaidia mtu kujiwekea ulinzi. Uchangia kujilinda, utuonya dhidi ya hatari iliyo mbele yetu kwa njia hii ya woga au hofu. Kwa hiyo woga wakati mwingine unapata sifa ya kuwa neema ya kutusaidia kujitambua,
Lakini kwa upande mwingine, woga au hofu inaweza kumtia ganzi mtu. Unajua kutia mtu ganzi? Fear can paralyze a person. Umekufa ganzi. Unamuuliza swali na kuangalia tu hivi, huko anatiririka jasho, huko anatiririka nini? Jasho, na hali ya hewa inabadilika, harufu nyingine kabisa. Unasema hapa kuna woga. Namwambia don't panic, usiogope swali. Yana na paralyze. Fanya ishara ya msalaba. Tulizoea Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amin. Bismillah wa ibn wa ruhil qudus alilahi wa hamu. Ishara ya msalaba tu. Ameparalyze. Woga unamfanya mtu kufa ganzi. Mimi nakumbuka, na hiyo psychology inatusaidia sana. Nilikuwa mwaka wa form 2, nimkamata mwizi shambani kwetu. Saa 9 alfajiri, nimelala hivi, mtu ameiba huko, nilikuwa na sali na kusaka. Akaja njia yangu hiyo, shamba ni kubwa lakini akaja. Kwa hiyo mimi sasa anaenda kuua. Nikabadilisha kisauti. Woga kapara rais, nikamkamata nyuma hivi, nimtembea. Mwanangu mrefu sana, anapanga na nini. Ndio, shusha kila kitu. Kia mtu woga uone. Huo ndio uchawi. Uchawi ni kumtia mtu woga. Mwanafunzi tulisoma naye alikuwa mbele yangu lakini wakajua yeye alitoka nyumbani ana mawazo. Seminari alikuwa na mawazo ya hii ushirikina na amini. Wanasoma mitihani ya form 4, anaenda kusomea kwenye nini mbali. Ili wasije wakachota nani? Akili yake. Ndivyo aliaminishwa na wazazi na wengine walikuwa na practice. Sasa vijana walipojua kwamba yeye ana tatizo hilo, dawati lake wakachukua majani ya miembe mawili kila kona ya dawati. Alivyorudi kaparalyze, woga, hakufanya mtihani, kaparalyze. Nani muonesha nimaliza, sio? Lakini majani yana nini? Yesu alijua kwamba mitume walikuwa wanaogopa. Alijua woga wao na aliwajali katika hilo. Watashindwa sababu ya woga. Aliwaambia, mbona fikiri maneno madogo? Msiogope. 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 Alikuwa anawaondolea uoga wao, aliwapa ujasiri, aliwafanya watoke mle, yani wavuke, waende mbali na woga na hofu. Akijua woga au hofu ingewafanya kuwa waoga na kushindwa kutimiza utume wao. Nilipokuwa na tafakari hii, nikarudi nyuma. Zawadi nilizopata wakati wa upadrisho wangu, nipata baiskeli ya swala, na yeye alinipa mtu mmoja, dada yangu. Lakini mimi sikujali hiyo baiskeli, na pikipiki nilipata na ndio sawa. Lakini yeye huyo dada alinipa zawadi haya mapambo. Si unaona mapambo imeandikwa kwenye ile magome ya miti, embuko magome, ndio ilumu sasa. Ameandika nini? Mirefu kweli. Usiogope. Ninalo tu, yani natembea nalo popote ninapokwenda, nakuwa na zawadi hiyo. Mashati sijui tu gani walionipa. Fika kwangu kama wewe kuna watu wakinatuma si wengi hapo. Nilitamani nije nako nikuonyeshe. Lakini kaona niachane navyo hivi. Kwa nini?
Atakayetaka aje, twende pamoja. Usiogope. Yaani natembea nayo kila napokwenda sehemu mbalimbali kwa utume, ndipo nako, kwa sababu kananiambia usiogope. Kwa hiyo nikitoka huko nimepigika, nimeparalyze, kirudi chumbani na kaoga. Ningewaomba wanafunzi vijana, hata yeye yule kwenye mlango wako wa kuingia chumbani kwako andika usiogope, maneno makubwa. Ugeuze mlango ufunge, uandike tena usiogope. Unaogopa nini wewe? Ndio mwisho wa dunia. Utaibeba dunia, utaweza? Utawabeba watu, utaweza? Utawakataza watu wasiongee? Lakini ukweli ni pale pale. Wakikuchukia wengine wanakuinua, sio? Sikatishwe tamaa. Mama imara, na muda ni mfupi. Muda wa kuishi ni mfupi. Neno hilo tu ni dawa kubwa. Aliwaondolea, akawajaza ujasiri. Yesu aliwapendekezea nini ili washinde woga? Twende kwa ndani. Hivi alifanya nini? How strong was that word? Usiogope. Ni kitu gani hasa? Kimsingi aliwasisitizia kumwamini Mungu. Trust in God. Trust in God. Trust. Kwa Kiswahili inakwenda kumwamini Mungu sawa, lakini trust in God. Neno kubwa. Na pili, kumtegemea Mungu, sio kumwamini tu, na kumtegemea. Reliance on God. You rely on God. Mtegemee yeye tu. Ndiye anaweza kuokoa, ndiye anaweza kufanya ndokane na uoga huo ushindi, sio? Usiparalyze mambo yakayoyuka yote. Aliwaomba wawe na imani kamili katika Mungu. Complete trust in God. Complete trust. Ambaye kwa upendo mkubwa analinda uhai, lakini ndiye anaruhusu hata kifo, sio? Ndiye anaruhusu hata kifo. Nakwambia hivi, ndiye Mungu anayeruhusu nini? Hata kufa, kuondoa maisha yamrudie ya kwake. Ndio maana sisi anasema yaishu. Huyu amekufa, lakini Waarabu wanasema yaishu, baada anaishi katika mfumo mpya. Anaitwa hayati, si ndio? Yaani unapokufa unaingia maisha mengine mapya, sio? Lakini nani anayeruhusu? Ni yeye Mungu, ndiye anayejua wapi kuumba na kuondolea haya maisha ya sasa. Hamjui? Upigwe sumu, aliwaambia kama watawapa sumu hawatawaua. Kama mission bado ipo, sumu haifanyi kazi. Sema kweli. Kama bado una mission, sumu haipo. Kama una mission bado, hata upigwe sumu ya namna gani ufi. Hata upigwe marisasi 100 ufi. Hata utupe kwenye mto wenye mamba wengi wako na shauku ya kula, uliwi kabisa, ukufi, kwa sababu yeye ndiye ana mamlaka yote, uhai na uzima, lakini pia na kuondoa uhai. Wanachofanya wale walioko pembeni walikuwa wanafanya kwa Yeremia ni wishes, kumtakia mabaya, na ndio uovu huo. That is evil. Kumtakia mwenzako mabaya, lakini huna mamlaka ya kumuondolea uhai wake. Yesu aliwahakikishia kwamba Mungu alijua kwa undani maisha yao. Anajua maisha yao yote, na yuko tayari kuwasaidia katika kila changamoto. Kwa hiyo unapopata changamoto, urudi kwake yeye master, si ndio? Urudi kwake yeye master. Waheshimiwa, ndiye amekuleta hapa, sio? Umeletwa na majununi kweli wewe? Kama umeletwa na majununi, mzee, rudi haraka sana. Na hiyo mwambie Bwana master, niko hapa kwa nguvu ya majununi, naomba niondoke. Lakini kama ni yeye amekuleta hapa pamoja na magumu yote, mwambie yeye, sasa mimi nawaza hivi na vingine vinaingia. Sababu gani?
basi utaona baraka zinaanza kuja. Atakwambia usiogope kijana, usiogope. Basi unarudi unachanganya matege yako, unakaa tena unabaki. Wapendwa, Nabii Yeremia aliishi wito wake katika mazingira magumu, umesikia, ambapo Israeli ilishindwa vita wakati ule na Yerusalemu ilivunjwa pamoja na hekalu. Maisha yake yalikuwa hatarini muda wote. Pamoja na hayo yote, alibaki imara na mwaminifu kwa wito wake. Kitu gani, tujiulize, kilimfanya kushinda woga na hofu na kubaki imara katika utume wake? Ilikuwa imani yake kwa Mungu, kwamba Mungu alikuwa upande. Mungu alikuwa upande. Hiyo ilimtia nguvu. Yuko upande wangu, ndiye ameniita, na yuko upande wangu kuhakikisha utume huu unafanikiwa. The mission must be fulfilled. Kwa njia yangu mimi, lakini sio yangu mission. Mission ni ya kwake yeye mwenyewe. Basi ndugu zangu, hapa mwishoni hapa, Bwana yuko upande wetu pia. Bwana yuko upande wetu pia, kila mmoja katika nafasi. Na hapo tunalingana. Bwana yuko upande wangu, Mungu mwenye nguvu. Hata kama tutakuwa na woga, tusiruhusu woga au hofu kutushinda. Kuishi Ukristo, wapendwa, kunadai ujasiri. Imani thabiti ni chimbuko kuu la ujasiri. Ujasiri unapatikana kwa kuwa na imani thabiti. Naamini na hivyo nakwenda, naamini na hivyo natenda, naamini kwa hivyo siogopi. Sisi kama watu wa imani tusadiki Mungu anatupatia nguvu. Tusadiki Mungu anatupatia nguvu kuweza kukabili chochote tutakacho